Bwana, mvutano mkubwa unaonekana kuibuka kati ya Urusi pamoja na Marekani baada ya kile ambacho kimefanywa na taifa la Urusi kwa Marekani, ambapo Urusi bwana wameingia kwenye headline duniani baada ya manowari ambayo inatumia nguvu za nyuklia kutumwa katika eneo la Cuba ambalo imepelekwa kwa ajili ya kusindikiza na kulinda meli ya mafuta ya Cuba, na ambayo meli hiyo ilikuwa ikifuatiliwa kwa viwango vya hali ya juu sana na taifa la Marekani. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, ripoti za wataalamu ambazo zimechapishwa zimeonyesha kwamba jeshi la walinzi wa pwani la Marekani lilijaribu mwezi uliopita kufanya operesheni ya kulazimisha kuipanda meli hiyo katika bahari hiyo ya Caribbean, hatua ambayo ilisababisha mvutano mkubwa wa kimataifa wa majini ambao unaendelea kuongezeka kwa kasi katika taifa hilo la Marekani pamoja na Venezuela. Sasa meli hii ya kibiashara awali ilianza kufuatiliwa kwa karibu ndani ya bahari ya Atlantic na ndege za doria za majini za Marekani baada ya kushindwa mara kadhaa kutia nanga katika vituo rasmi vya mafuta vya Venezuela kwa ajili ya kupakia shehena ya mafuta ghafi ambayo yapo chini ya vikwazo vya kimataifa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda nje ya nchi. Meli hiyo ilibadili mwelekeo wake ghafla katikati ya bahari, ikiripotiwa kufanya mabadiliko ya haraka ya bendera kwa kuhamisha usajili wake kutoka mamlaka ya Jion kwenda kwenye daftari rasmi la meli za Urusi chini ya ulinzi wa Moscow. Hii ilikuwa ni moja kati ya mbinu kali sana ambayo imefanywa na Venezuela pamoja na hiyo Moscow. Kwa hiyo Urusi waliwaambia wa Venezuela kwamba okay fine, kama Marekani wanaifuatilia hiyo meli ya mafuta, sisi tunawapa code. Nyie cha msingi badilisheni bendera, wekeni bendera ya Urusi, halafu sisi tutaisindikiza kwa mujibu wa kanuni ambazo zinakubalika za sheria za kimataifa za bahari kuhusu uhuru wa usafiri. Meli za kibiashara zinazobeba bendera halali ya taifa lolote huwa zinapata ulinzi kamili ambao unatolewa na taifa hilo dhidi ya kuingiliwa au kuzuiwa kinyume cha sheria ya mataifa ya nje. Usajili mpya wa Urusi kwenye meli hiyo sasa umeifanya Marekani kukosa misingi thabiti ya kisheria ya kujaribu tena kuipanda kwa nguvu meli ambayo Moscow inaichukulia kama mali ya taifa ambayo inalindwa ipasavyo na inayosafiri kwa amani katika maeneo hayo. Ripoti ambazo zilianza kuonekana Januari 5 zilionyesha kwamba jeshi la Marekani lilikuwa limetumia kwa dharura helikopta za mashambulizi aina ya AH-64 Apache ambazo zilikuwa zimepelekwa mbele katika vituo vya washirika wa Uingereza mahususi kwa ajili ya kufanya operation ya kuipanda meli hiyo kwa nguvu wakati ilipokuwa ikipita karibu na Ireland, ambapo makamu amiri jeshi mstaafu wa Marekani Fred Ken alisema, hapa ninamnukuu, mara tu inapopata usajili halali inapata ulinzi wa bendera kwa mujibu wa sheria za kimataifa, na hili halifanyi kazi kwa kurudi nyuma, yani hili linakuwa linasonga mbele zaidi. Huwezi kusema ilikuwa haina utaifa wiki mbili zilizopita, kwa hiyo sasa tutaendelea kuichukulia kama meli hiyo haina utaifa. Hatua yote Marekani ya kuipanda meli hiyo kwa nguvu pia ingeweza kufungua mlango wa hatua za kulipiza kisasi kutoka Urusi na mataifa ambayo yanaiunga mkono Urusi kama vile Iran, lakini pia mataifa ambayo yanaiunga mkono Venezuela kama vile China pamoja na hiyo Cuba. Na meli hii tupu ya mafuta ambayo inasafiri katika maji ya kimataifa imeibuka kwa kasi kama kitovu kipya cha hatari ambacho kinachochea mvutano mpya katika uhusiano tete wa kimkakati kati ya Marekani pamoja na Urusi. Kwa mujibu wa maafisa kadhaa waandamizi wa usalama wa taifa ambao wamenukuliwa kwa siri, Urusi imesema kwamba kupitia njia za kidiplomasia ambazo sio rasmi, Marekani inatakiwa kusitisha mara moja kufuatilia na kuisumbua meli hiyo ya kibiashara ambayo sasa imebeba bendera ya Urusi katika bahari kuu. Tarehe 6 Disemba, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ilitangaza hadharani kuwa inafuatilia kwa karibu hali hii ya majina ambayo inaendelea kuzorota kwa wasiwasi mkubwa, kama ambavyo lilipotiwa kwa kina na shirika la habari la serikali la pale Urusi, na walitoa taarifa kwamba wanafuatilia kwa karibu sana harakati hizo za Marekani. Wizara ilisema, na hapa naomba kunukuu, kwa sasa meli yetu inasafiri katika maji ya kimataifa ya Atlantic ya kaskazini chini ya bendera ya shirikisho la Urusi na kwa kuzingatia kikamilifu kanuni na sheria za kimataifa
zinazohusu masuala ya bahari. Kwa sababu ambazo hazijabainika kwetu, meli ya Urusi inapewa uangalizi ambao umeongezwa na usio na uwiano na jeshi la Marekani na NATO licha ya hali yake ya amani kwa hivi sasa. Akasema wanatarajia kuwa nchi za magharibi ambazo zinatangaza kujitolea kwao kwa uhuru katika safari kwenye bahari kuu zitaanza kuzingatia kanuni hiyo. Katika siku hiyo hiyo yenye mvutano, kamandi ya kusini ya jeshi la Marekani waliahidi hadharani kupitia chapisho lao kwenye mtandao wa X kwamba watasimama kidete kuzuia kwa nguvu meli yoyote iliyopo chini ya vikwazo ambayo itajaribu kukiuka vizuizi vya Marekani vya usafirishaji wa mafuta katika eneo lake la kiuwajibikaji. Kwa hiyo hapa ni kama kuna mvutano mwingine mkali sana ambao unaibuka kati ya Marekani pamoja na Urusi, ukizingatia kwamba Urusi sasa wameenda kwenda kuingia kwenye maslahi ya Marekani na Marekani anataka kwenda kuingia kwenye maslahi ya Urusi. Kwa hiyo kunaweza kukaa kuna burudani nzito sana ambayo imetolewa. Na kwa mujibu wa taarifa za sasa, mfumo wa utambuzi wa moja kwa moja wa meli ambao unafahamika kama Automatic Identification System AIS inaonyesha kwamba meli hiyo sasa imesafiri takriban maili 300 za baharini kusini mwa Iceland, ikidumisha mkondo wake kuelekea kwenye njia zenye shughuli nyingi ambazo zinaelekea katika vituo vya mafuta vya bahari ya kaskazini. Mvutano huu mkubwa wa baharini umeibuka wakati Washington na Moscow wakiwa wamekwama katika mvutano mkali wa kidiplomasia kuhusu mwelekeo wa makubaliano yoyote ya amani ya Ukraine, huku mapigano katika mstari wa mbele yakiendelea kuwa katika hali ya mkwamo. Urusi imekataa wazi kuidhinisha kuunga mkono rasmi mfumo mpana wa amani ambao ulipendekezwa hivi karibuni kupitia mazungumzo ya ngazi ya juu ambayo yalihusisha serikali ya Marekani na ujumbe wa majadiliano wa Ukraine katika mataifa ya tatu ambayo hayaegemei upande wowote. Serikali za magharibi kwa pamoja zinaishutumu Moscow kwa kutumia na kupanua kile ambacho nakiita msafara wa kivuli Shadow Fleet, unayojumuisha mamia ya meli zisizokuwa na usajili wa wazi zilizotengenezwa mahususi kwa ajili ya kuuza kwa siri mafuta ya Urusi duniani kote licha ya vikwazo vya kiuchumi. Na watu ambao wanafuatilia uelewa mazingira ya baharini kupitia picha za satellite wamebaini na wamerekodi meli zaidi ya 1000 za mafuta ambazo zimefichwa chini ya miundo tata ya umiliki ambazo zimesajiliwa kupitia makampuni ambayo hayapo kiuhalali, na makampuni hayo mengi ni yale ambayo yanatoka nje ya nchi. Meli hizi huwa zinafichwa kwa makusudi majukumu yao halisi ya kibiashara na maeneo wanakokwenda kwa kuzima mara kwa mara vifaa vyao vya lazima vya utambulisho kama vile zile alarms, radio, ili kuweza kujificha dhidi ya mashambulizi yoyote ya kipelelezi yanayodili na masuala ya mtandao ambayo yanafanywa na wa magharibi. Lakini pia waendeshaji wa msafara huu kivuli huwa wanafanya mara kwa mara uhamisho wa mafuta ghafi ambayo yamewekewa vikwazo kutoka katika meli moja kwenda meli nyingine ambazo haziwezi zikafuatiliwa mbali na njia kuu za usafirishaji wa kimataifa ambapo doria za walinzi wa pwani huwa hazipo. Yani hapa naomba nifafanue kidogo vizuri watu mnielewe, ni kwamba kwa mfano Marekani waliwekea Venezuela vikwazo vya kusafirisha mafuta ambayo wanasema wao mafuta hayo hayawanufaishi raia wa pale Venezuela. Kwa hiyo baada ya kuwa wamepiga stop usafirishaji wa mafuta pamoja na kujihusianisha na biashara yote ambayo inadili na mambo ya mafuta, kilichotokea ni kwamba Venezuela sasa walianza kudeal na unatafuta shirika ambalo labda wanatafuta shirika kutoka Urusi, let's labda kama ni Rosatom au shirika jingine lolote lile, halafu nalitandika bendera ya taifa hilo la Russia, halafu linabeba shehena ya mafuta, halafu hiyo shehena inasafirishwa kwenda kule ambako wanahitaji. Kwa hiyo automatically taifa hilo linakuwa linajikuta haliwezi likasumbuliwa kwa namna yoyote ile, kwa sababu linakuwa lipo chini ya sheria za kimataifa. Ni kama vile unasikiaga kitu inaitwa no man's land, hasa katika maeneo ya mipaka. Yani kuna kaeneo fulani hivi kadogo ambako sio ka Kenya wala sio ka Tanzania, sio ka Urusi wala sio ka Ukraine. Maeneo ya mpakani ndio kuna kitu inaitwa no man's land. Kwa hiyo kwa tafsiri yake ya haraka ni kwamba mtu yeyote katika eneo hilo anaweza akawa ni survival of the fittest. Hiki ndio kitu ambacho naona kinatokea katika eneo hilo. Meli nyingi za mafuta ambazo zimechakaa ambazo zinafanya kazi katika msafara huu wa hatari zimevuka hadi miaka 15 ya matumizi ya kibiashara, hali ambayo inazua hofu kubwa miongoni mwa wataalamu wa usalama baharini kuhusu uwezekano wa ajali kubwa za kumwagika kwa mafuta na migongano ambayo inaweza kuharibu vibaya mifumo ya ekolojia katika bahari.
Moscow imekanusha vikali na wamekataa madai ya kuhusika serikali katika kuandaa mtandao huu ambao unaitwa msafara wa kivuli wa usafirishaji, huku ikitaja vikwazo vyote vya kiuchumi ambavyo vimewekwa dhidi ya Urusi na nchi za magharibi kuwa ni vitendo visivyo halali, ambavyo vinasema mambo ya vikwazo vya kiuchumi, hasa vikwazo vya kivita. Kwa hiyo bwana, Warusi wameamua kuisaidia hiyo Venezuela katika engo hiyo, na ninajaribu kuona eneo hili namna ambavyo limekaa kimkakati sana, kwa sababu Urusi ni taifa ambalo lenyewe mara nyingi sana likifanya mambo yake halipigi kelele, yani hawazungumzi hivyo kama ambavyo tunaona let's say Marekani wakifanya jambo dogo tu wanapiga kelele vibano. Urusi wao wanafanya operation zao kimya kimya, mnakuja tu kusikia tayari jambo limeshaibuka huko duniani. Kwa hiyo hata katika engo hii tumeona Urusi wameamua kufanya kitu kama hicho. Sasa majibu ya Marekani atakuwaje? Nadhani hilo ndio eneo la msingi ambalo linasubiriwa. Marekani atafanya mashambulizi kuishambulia hizo meli kwa sababu sasa hivi zipo chini ya uangalizi mkali wa Urusi. Hii ni habari nyingine nyeti ambayo watu wanataka kuweza kuifuatilia kwa ukaribu zaidi. Lakini all in all ni kwamba tunashukuru sana kwa kuendelea kwa wafuatiliaji wa Yuhoma Media TV. Hii bana ni ya kwetu sote, tuipe support, tuipe nguvu, tusubscribe, tu like, tusisahau kushare pamoja na mambo mengine. Mimi ni Alex Mvinge. Hii ni Yuhoma Media. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.